watu mjae kupata maumivu makali. Kwa wagonjwa, kwa mfano wagonjwa wa kansa na wagonjwa ambao wameumia sana, kuna dawa huwa zinatumika kwa ajili ya hayo maumivu. Na kwa nini huwa zinatumika kwa ajili ya wagonjwa hao? Kwa sababu kwa kweli zinasaidia. Ila kwa bahati mbaya hizo dawa ukizitumia muda mrefu zinakufanya uwe mtegemezi wa hizo dawa. Kwamba ukirudi nyumbani kuna ile hali mtu anakuwa amejisikia kama alivyo mlevi anayetumia cocaine hizo na vitu vingine. Sawa? Kwa sababu hizo dawa zina tabia kufanyaje? Ya kuleta utegemezi. Sawa? Hapa kuna sehemu tunagusia kidogo kuhusu mwili wa binadamu. Kwamba mwili wa binadamu kuna viungo vinavyofanya kazi pamoja. Sawa? Viungo vyote muhimu, lakini kuna viungo ambavyo tegemezi zaidi ambavyo ni kama ubongo, moyo, ini, figo na tumbo. Sawa? Maana yake ni kwa nini tumevigusa hivyo? Kwa sababu mwili wa binadamu hata kama sehemu zote za chini zitakufa, lakini kama ubongo unafanya kazi mtu afi. Tumeelewana? Lakini pia moyo huu wenyewe ulivyo, mtu akifanyia upasuaji wa moyo, ukiutoa ukauweka pembeni, wenyewe unaweza ukawa unaendelea kudunda wenyewe kama wenyewe. Tuko vizuri? Hivyo ni vitu ambavyo tunaita viungo vya muhimu katika mwili. Ubongo, moyo. Kwa sababu baada ya hapo kuna vitu kama ini, kwa sababu ini ndio inaondoa sumu. Sumu yoyote, hata dawa ikiingia mwilini inachujwa na nini? Na ini ndio inayoondoa mwilini. Figo kama tulivyosema swala la mkojo. Sawa? Yenyewe ndio inayochuja mkojo na kuondoa nje. Kwa hiyo dawa ikiingia itatoka kupitia mkojo. Sawa? Sehemu ya mwisho ni tumbo, kwa sababu ukinywa dawa lazima itafika tumboni. Na ikifika tumboni ndio itafyonzwa kuingia mwilini ndio itatumika. Nyingine tunaweka kwa nje ile njia nyingine tofauti na ya tumbo. Sawa? Kwa hivyo ni viungo vya muhimu. Bahati mbaya dawa nyingi hizi viungo zina viathiri. Tuko vizuri? Kwa mfano mtu ukitumia paracetamol kwa siku haitakiwi uzidishe mara 4 paracetamol kutumia. Kwa hiyo jiulize wewe kutumia mara ngapi kwa siku? Kwa sababu yenyewe ina shida ya nini? Na huwa ini. Tuko vizuri? Haya, kitu kama kuna dawa inaitwa gentamicin. Kwa watoto wadogo sio nzuri, hata kwa watu wazima unatakiwa kutumia kwa muda mrefu. Kwa sababu gani? Inaua figo. Sawa? Sasa hiyo unakuta kwa mfano mtu ndio ukiwa unatumia na hujui hujapata maelekezo, kumbe hujui kidogo unaua nini? Ini lako. Umeelewa? Leo tunaendelea kutoa mifano hiyo akaonyesha hapo sehemu za viungo vya ndani vya mwili. Na hizo watoto wengi mshahidi kuona hizi picha sio? Watoto wao kuona? Sehemu ya mwisho hiyo tunaita matumizi ya dawa kiholela. Kuna matokeo ambayo yanatokea. Kuna ile ya kwanza tumeyasema kwa mtu yote anayetumia dawa kwamba atapona, atapata afadhali, tunasema mwisho atapata nini? Wanafunzi mbona mpo kimya? Tumesema mtu akitumia dawa anafanyaje? Anaweza akapona, akapata afadhali, akapata maudhi ya dawa. Stage. Sasa kuna haya matokeo huwa yanatokea kwa mtu anayetumia dawa kiholela. Mfano tumesema kuathiri viungo vya mwili. Hiyo ambayo tumetaja hapo nyuma. Mfano nikasema paracetamol kwa ini, lakini pia paracetamol kwa mtu anayekunywa pombe. Na akiwa yani kwa mfano anakunywa pombe lakini bado anatumia paracetamol. Yaani hapo spidi ya kuua ini inakuwa ni ya juu sana. Ini inakufa kwa haraka sana. Sehemu nyingine kwa mfano ibuprofen. Nani mmesikia ibuprofen? Hebu itumie sio? Ibuprofen kuna dawa kama mefenamic acid tunatumiaga maumivu ya akili kama mmesikia. Dawa hizo ni nzuri, ila zitakiwa kutumia kwa muda mrefu kwa sababu zina shida ya kufanya zinapunguza vile niwaeleze kidogo. Mungu alipoumba tumbo letu kuna ukuta ambao ameweza kutengeneza. Huo ukuta kazi yake ni kulinda tumbo. Kwa nini inalinda tumbo? Kuna asidi huwa inazalishwa muda fulani. Sawa? Ukikila tupate chakula kuna asidi inazalishwa kwa ajili ya kumeng'enya chakula tumboni. Hiyo asidi kwa madhara ni kwamba hata ukuta wa tumbo umetengenezwa na protini. Sawa? Kwenye kifika inaenda inaunguza hadi ukuta. Ndio maana mtu anapata nini? Vidonda vya tumbo. Kwa hiyo sasa Mungu alipoumba ni kwamba atengeneza ukuta ambao unafanana na kamasi zito. Ukisema kamasi si unajua? Kamasi zito inakaa pale juu. Sasa bahati mbaya hii dawa ya ibuprofen yenyewe ukiwa unaimeza kwa muda mrefu inapunguza kiasi cha ule ukuta utengenezwa. Kwa kinachofuata ni nini? Ukuta unakuwa wazi. Kwa hiyo kila chakula tu ile asidi inaenda kupunguza ule ukuta. Sawa? Lakini hiyo sio sababu ya vidonda vya tumbo kwa watu wote. Kwa kuna bakteria pia wanasababisha nini? Vidonda vya tumbo. Tumbo nzuri.
Pia sehemu ya pili ni swala la kushindwa matibabu na hasara. Hii imekaa kwamba kwa mfano leo unaumwa na pressure, ukaenda kununua dawa pharmacy, umepewa kumbe dawa ya sukari, wewe hujui, sio? Haijakusaidia, maana yake hapa matibabu yameshindwa. Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili pia hiyo hela uliyotumia umepoteza. Sawa? Lakini pia kuna sehemu ya pili ambayo nitaieleza vizuri, ambayo hasara sasa hizi watu wengi tunaipata kwenye swala la usugu wa dawa. Hii sehemu nani ambaye kutumia antibiotic ambaye hajawahi kutumia? Yeye ni sehemu ambaye hajawahi kutumia. Nikisema antibiotic mnaelewa? Ni dawa za kwa ajili ya bacteria stage. Sasa hizo dawa tunazitumia mara kwa mara kwa sababu ni matatizo ambayo tunakutana nayo kila siku. Matokeo yake zimekuwa zina kitu tunaita usugu. Usugu unatokea kwa sababu gani? Kwa mfano, kuna kitu mama alikisema kwamba ukiambiwa unapewa dawa utumie kwa siku 5, alafu ukapunguza siku au ukazidisha siku, kuna madhara unayopata. Kwa sababu ukiambiwa dozi kwa mfano ya labda una UTI, simaye kusikia UTI? Una UTI, ukapewa dozi ya siku 5 utumie. Ukitumia kwa siku 3 ukaacha, maana yake ni kwamba wale bakteria, kwa sababu walipo calculate wanaotengeneza dawa kwamba leo ukitumia inaua tuseme 10%, sawa? Kesho ukitumia inafika 20%. Kwa katika zile siku 5 ambazo tunategemea wale wadudu waishi 10% zote. Sasa wale wadudu ukitumia siku ya kwanza, ya pili, ya 3 ukaacha, ukaona afadhali ukaacha kwa sababu kiasi kimoja kipungua cha bakteria, sio? Kinapopungua ukaacha, wale wadudu washajua taarifa ile dawa inayofanya kazi. Umeelewa? Kwa hiyo ukiacha wale wadudu watakuwa kimya. Lakini siku kinga yako ikicheza au wakiongezeka kiasi, wanakuja wanaongezeka kiasi. Nao wanakuwa wana nguvu zaidi. Kwa sababu gani? Mara ya kwanza si washajua ile dawa inayofanya kazi. Wakija wanatengeneza kama ukuta fulani kwa ajili ya kujilinda. Sawa? Hii imepelekea kwa mfano kuna dawa kama ceftriaxone tunatumia sana hospitalini, tunatumia kama drip. Mgonjwa anakuta anafanya upasuaji, akiwekewa hiyo dawa kwa mtu ambaye ana usugu, kile kidonda kinatengeneza bakteria kwa sababu haifanyi kazi. Umeelewana? Sehemu ya pili inakuja kwa mfano sawa, hii dawa inaitwa Ceftriaxone. Mshajisikia? Tulikuwa tunatumia zamani kwa ajili ya kikohozi. Sio? UTI na kikohozi pia. Lakini sasa hizi watu wengi dawa haifanyi kazi kabisa. Hata akitumia akiwa na kikohozi haifanyi kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu inatengeneza nini? Usugu. Dawa kama PV, zamani nakumbuka watu walikuwa tunaitumia mara nyingi sana kwa ajili ya vidonda. Sio? Lakini sasa hizi haitumiki, hata ukienda kwa pharmacy huwezi kuikuta. Kwa sababu ishafikia nini? Usugu. Kwa sababu tulikuwa tunaitumia orela. Kitu kingine kama ciprofloxacin, cipro watu wengi wanasikia kusikia kwenye typhoid. Sio hicho? Cipro hizi watu wengi wakitumia kwenye typhoid haiwasaidii. Bado kuna watu bado inawasaidia. Sasa ingine ninachofanya ni kwamba nipo kwa process na siku tafikia ni sifuri kabisa. Sawa? Dawa nyingine hiyo ampicillin. Hii dawa sasa hizi haiwezi kukaa yenyewe. Lazima iwe katika mchanganyiko ndio tunaita nini? Ampicrox. Kwa sababu ampicillin ukiitumia haisaidii. Na hata kama unayo nyumbani bora uitumie kwa sababu ile sasa, kwa sababu tangazo lake limetoka kama miezi ngapi imepita nyuma. Kama miezi 10 hivi imepita. Sawa? Maana kwa nini natokea hivi? Kwa sababu ndio matumizi holela. Na sana sana hizo dawa za antibiotic. Tuko vizuri jamani? Dawa nyingine ni hapo amoxicillin kwenye swala la kikohozi. Sasa natoa ushuhuda mmoja kwenye hicho. Siku moja nilikuwa nipo Tanga. Yule mama alifika hospitalini, alikuwa amepata ajali ya mguu. Afika hapo watu wanaanza kuhangaika na dawa kwa sababu ana kidonda, wakamshona. Katika kutafuta dawa sasa wakasema hebu tujaribishe dawa tulizokuwa nazo. Kwamba nini dawa ya kwanza katika huu ugonjwa? Kwa sababu ni kidonda, akapewa Ceftriaxone na metronidazole fragile. Sawa? Anachoma drip. Siku ya kwanza, siku ya pili kidonda kimeanza kuoza. Wanasema shida ni nini jamani? Maana dawa ifanye kazi mwilini. Wakaja wakachukua damu yake kwenda kufanya sensitivity, tunaitwa hospitalini test sensitivity. Maana yake wanachukua list ya dawa za antibiotic, alafu wanaweka wale wadudu wako ndio nao mwilini. Sawa? Alafu wanaziweka zile dawa gani inaweza kukubali. Ukifikia huko jua ni hali mbaya hapo tayari. Kwa katika kufanya sensitivity wakaja kugundua anatakiwa atumie gentamicin na vancomycin. Ambazo hizo bei za hizo dawa ilikuwa kwa kila cycle moja, asubuhi anachoma asubuhi na jioni. Ilikuwa ni shilingi 42 asubuhi na jioni shilingi 42. Unaona hicho kitu? Lakini Ceftriaxone ni hospitalini shilingi 2500. Kwa siku alikuwa anatumia shilingi
badala ya kutumia shilingi 5,000 anatumia shilingi 84,000 kwa siku 14. Unaona hiyo hasara unayoipata? Haya, kwa mfano itafika kipindi dawa zote ukiwa haziwezi kukubali, inakuwaje? Unaona madhara ambayo tunayatengeneza kwa kuzoea kutumia dawa kiholela. Tunatengeneza hasara kubwa sana. Sasa hizi imefikia kipindi dawa hizi ambazo zilikuwa za bei rahisi hazitumiki mara kwa mara. Kwa nini? Kwa sababu kuna usugu tayari unatembea katika majumba yetu. Hii inatuambia nini? Tuwe makini. Sawa jamani? Na kila unapotumia dawa inahakikisha. Kuna msemo watu tunasema sana huko hospitalini kwamba kwa mgonjwa awe anajua hichi. Afya yake iko juu yake. Sawa? Ndio maana lazima uwe makini unaposikia, unapoambiwa, lakini pia uwe mdadisi kuuliza. Sawa? Tunasema mwishoni hicho kitu. Kitu kingine, matokeo ya matumizi ya dawa holela, kuna hii sehemu ya mwingiliano wenye matokeo hasi. Kuna dawa mwilini ikiingia inasaidiwa na kitu fulani. Kwa mfano, kama mtu labda ana shida ya, hapa nimetolea mifano kama miwili. Kwa mfano binzari manjano inasaidia sana kushusha sukari. Sawa? Kwa mtu ambaye sio mgonjwa wa sukari. Tuko vizuri jamani? Kwa mtu ambaye ni mgonjwa wa sukari, ukitumia binzari manjano na ukiwa unatumia dawa ya sukari, madhara yake ni kwamba sukari inashuka zaidi. Kwa inapofika kipindi unashangaa mtu anatumia dawa anaanza kusikia kizunguzungu. Maana anapata dalili za kama mtu mwenye sukari. Maana anaanza kusikia kizunguzungu. Tena mwingine unakuta anakosa nguvu kabisa, muda wote anajisikia kuchoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu umechanganya vitu viwili ambavyo vina matokeo yanayofanana. Tuko vizuri jamani? Sasa huo ndio unaitwa mwingiliano. Sasa madhara yake ni kwamba kuna mwingiliano mzuri na mwingiliano mbaya. Na hii tunasemea hapa sisi mwingiliano mbaya ambao kati ya dawa na kitu kingine ambacho unakitumia. Kwa hiyo lazima tujifunze kwamba kila unachokitumia ujue kinaweza kukaa na madhara kwenye nini? Kwenye dawa zetu. Sawa?